maana ya kuzimia moyo. Tunasema kwamba ni kupatwa na hali ya huzuni, maumivu, au tunaweza tukasema ni shinikizo kubwa la kihisia ambalo linamfanya mtu kuwa na hisia za kukata tamaa, kushindwa kustahimili changamoto zinazomkumba. Kwa hiyo ni hali ya huzuni ndani ya mtu au ya maumivu ndani ya mtu, kupoteza tumaini au kukata tamaa kabisa. Anaona kwamba imeshindikana. Kwa tunapoongelea kuzimia moyo, ina maana huyu mtu moyo wake una hisia za kugubikwa, anaona kwamba haiwezekani tena, imeshindikana. Sasa asubuhi ya leo Mungu anatuambia usizimie moyo, kwa sababu yeye yuko upande wako na yuko kwa ajili ya kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutasoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 32 mpaka 36. Samueli wa kwanza sura ya 17. Samueli wa kwanza sura ya 16. Sura ya 17. Sura ya 17 mstari wa 32. Wa 32. Biblia inasema, Sauli akamwambia Daudi. Daudi akamwambia Sauli. Sauli ninaanzia 32. Ndio. Daudi akamwambia Sauli, ndio, asizimie moyo mtu yoyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Ndio. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe kijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba au dubu akamkamata mwana kondoo wa lile kundi, mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia kumshika ndevu zake, nikampiga, nikamuua. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyu Mfilisti asiyetaibiwa atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo Mungu amenipa ujumbe huu, nikwambie ya kwamba usizimie moyo. Mungu yuko upande wako, yuko kwa ajili ya kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii habari inaweza isiwe ngeni machoni pako. Kulikuwa kuna vita kati ya wana wa Israeli na Wafilisti. Na tunapoongelea wana wa Israeli ni watoto wa Mungu ambao walikuwa wamechaguliwa na Mungu, kama wewe na mimi ambao tumechaguliwa na nani? Na Mungu. Walikuwa wanamwamini Mungu aliye hai kama mimi na wewe tunavyomwamini Mungu aliye hai. Walikuwa wanamtumikia Mungu aliye hai kama mimi na wewe tunavyomtumikia Mungu aliye hai. Kwa hiyo maisha yao yalikuwa wamemwelekea Mungu siku zote, na walikuwa ni watoto wa Mungu kwa sababu Mungu alikwisha kufanya agano na baba yao Ibrahim, Isaka na Yakobo. Sasa hawa watumishi wazuri wa Mungu walikuwa wamefika kipindi ambacho hicho kipindi walikuwa na vita kati ya Wafilisti na Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini safari hii kwenye vita yao akatokea shujaa upande wa Wafilisti, na huyo shujaa alikuwa akiitwa Goliathi. Goliathi akasema kwamba nitafutieni mtu upande wenu ambaye anaweza kuja kupigana na mimi vita, na kama huyo mtu akinishinda basi nyie mtakuwa, sisi tutawatumikia nyie, lakini kama huyo mtu mimi nikimweza nikampiga, nyie mtakuwa watumwa wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wana wa Israeli wakawa wameingiwa na hofu kutokana na muonekano wa Goliath jinsi ulivyokuwa. Biblia inamwelezea Goliath alikuwa ni pande la jitu, alikuwa ni shujaa mkubwa, lakini pia alikuwa na uzoefu katika vita zote ambazo aliwahi kupigana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akawa akiwatishia na kuwatukana watoto wa Mungu. Na hao watoto wa Mungu walipokuwa wamemuona Goliathi wakawa wanaogopa. Biblia inasema kwamba alikuwa anawatukana asubuhi, anawatukana jioni. Anawaambia nitafutieni mtu katika jeshi lenu ambaye ana uwezo wa kuja kupigana na mimi. Na kama mimi nikimpiga basi nyie mtatutumikia sisi. Na kama akinipiga basi nyie sisi tutawatumikia nyie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mpaka imeandikwa kwenye Biblia ilikuwa sio vita ya kawaida. Ilikuwa ni vita kubwa ambayo ilikuwa inatishia usalama wa wana wa Israeli, ambayo ilileta mashaka juu ya wana wa Israeli. Adui aliyekuwa amesimama mbele yao hakuwa adui wa kawaida. Inawezekana alikuwa adui tofauti na vita zingine zote ambazo walikuwa wamewahi kupigana nyuma. Nafikiri walikuwa wakijaribu kufananisha, mbona huyu kama amezidi, mbona huyu kama ana nguvu sana, mbona huyu kama anaonekana atatushinda, mbona safari hii inaonekana tutakuwa watumwa tena kwa Wafilisti, inakuwaje? Walikuwa na maswali mengi. Na Biblia inaniambia kwamba Goliathi aliendelea kuwatukana kwa muda wa siku 40. Asubuhi wakiamka wana matusi, jioni wanapoenda kulala wana matusi. Ikawaletea hofu, ikajaza hofu ndani ya mioyo yao. Wakahisi kwamba leo ndo mwisho wetu. Inawezekana tumaini ndo limeisha. Inawezekana habari yetu ndo imeisha. Inawezekana safari hii tunaenda kushindwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo walipokuwa wakitukanwa, wakawa wanarudi wamejificha, wanalia, wanaogopa kwamba ni nani anayeweza kwenda kumkabili Goliathi? Ni nani anayeweza kwenda kupigana na Goliathi? Ni nani atakayetuokoa wana wa Israeli ambaye atamshinda Goliathi? Ni nani atakayeenda kulipa sifa ya ushindi jeshi letu tena? Lakini mfalme akawa amekosa matumaini. Jeshi la wana wa Israeli limekosa matumaini. Wote wapo katika mashaka, wote wapo katika sintofahamu. Hawaelewi ni kitu gani kitafuata baada ya mbele hapo. Hawaelewi kesho yao itakuwaje tena. Hawaelewi kwamba watavuka au watakwama. Hawaelewi, ndio maana walikuwa wanaogopa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kwa muda wote wa siku 40, kwa muda wote wa siku hizo wanashindwa kula vizuri. Kwa muda wote, pamoja na kwamba walikuwa na ujuzi wa kupigana vita, lakini safari hii wameshindwa. Kwa muda wote huo wapo katika mashaka makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka ilipofika siku ambapo baba yake na Daudi akamwambia Daudi, ninaomba uende ukawaangalie ndugu zako wanaendeleaje. Akawapa vitu ambavyo anatakiwa awapelekee kaka zake ambao wao walikuwa katika vita ile. Kwa hiyo Daudi akawa ameondoka kwao, akawa ameenda kwa lengo la kuwatazama ndugu zake kwamba hawa ndugu zake wanaendeleaje. Alipofika pale akakuta wapo kwenye uwanja wa vita, na akakuta Goliathi anaanza kutukana tena. Akatukana, Daudi naye anasikiliza, akawatukana kama ilivyokuwa kawaida. Akawatukana, akaona watu wote wanatetemeka, akaona watu wote wanajificha. Daudi akasema, hivi jamani, ninaomba kuuliza, atatendewa nini mtu atakayeweza kumpiga huyu Goliathi? Bwana Yesu asifiwe. Atafanyiwa kitu gani? Atafanyiwa kitu gani? Mtu ambaye anaweza kwenda kupambana na Goliathi akamwangusha, atapewa zawadi gani? Basi watu wakawa wamemueleza pale, na baadaye watu wakawa wamemchukua kumpeleka mpaka kwa Sauli. Wakamwambia Sauli, amepatikana mtu ambaye anaweza kumwangusha Goliathi. Sauli alipomwangalia Daudi akasema hii haiwezekani, kwa sababu Biblia inamwelezea Daudi alikuwa bado ni kijana mdogo, alikuwa hajawahi kwenda vitani. Walikuwa wanajua kabisa hawezi kushinda vita. Leo huyu ndo akasimame kulitetea jeshi letu, lakini Daudi yeye alisema kwamba mimi ninaweza kumwangusha Goliathi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninachojua ninaweza kumwangusha Goliathi. Mimi nipelekeni kwa mfalme, ninaweza kumwangusha Goliathi. Mimi ninaweza kupigana na huyu Mfilisti ambaye amekuwa akiwatukana watu wa Mungu. Mimi ninaweza kupigana na huyu Mfilisti ambaye amekuwa akiwakosesha amani watu wa Mungu. Mimi ninaweza kupigana na huyu Mfilisti ambaye amewafanya siku zote mkakosa amani. Wakampeleka mbele ya Sauli. Sauli akasema haiwezekani, lakini Daudi akamwambia, waambie hawa watu wa Israeli, waambie hawa wana wa Israeli, waambie hawa watoto wa Mungu asizimie moyo mtu yoyote kwa habari ya huyu Mfilisti. Mimi nitaenda kumwa
kumwangusha. Sauli akamwambia haiwezekani, wewe ni kijana mdogo, huyu ni mtu wa vita, huyu amepigana vita tangu siku nyingi, huyu ameshinda tangu siku nyingi. Haiwezekani wewe kijana mdogo ukaweza kumwangusha huyu Goliati. Lakini Daudi akamwambia kwamba asizimie moyo mtu yeyote kwa habari ya huyu Mfilisti, mimi nina uwezo wa kumwangusha. Bwana Yesu asifiwe. Ikabidi Daudi amwambie mfalme, unajua mimi huwa ninavuta kondoo za baba yangu. Kule ninapokuwa polini, wakija wanyama wakali kutaka kulalua wanyama wangu, mimi huwa ninaamka na kwenda kupigana nao. Na wanyama niliowahi kupigana nao ni simba na dubu. Wanapokuja kushambulia wanyama wangu, huwa siruhusu wakashambulia wanyama wangu. Mimi huamka na kwenda kuwapiga, na huyo Mfilisti atakuwa kama hao wanyama ninaopambana nao polini. Ujasiri wa Daudi haukuwa hivi, ni kwa sababu Mungu alikuwa upande wake. Ujasiri wa Daudi haukuwa hivi, ni kwa sababu alikuwa anajua nina Mungu aliye ndani yangu. Haikuwa rahisi kutamka haya maneno, lakini kwa sababu alikuwa anajua pamoja na udogo nilionao, pamoja na kwamba sijawahi kupigana vita, pamoja na kwamba mimi ninashinda polini, lakini niliyembeba ndani yangu, kwa sababu yuko upande wangu, anaweza kuliokoa jeshi la wana wa Israeli, anaweza kuangusha Wafilisti. Kwa hiyo asizimie moyo mtu yoyote. Huyu Mfilisti nitamuua vile vile kama nilivyomuua simba, kama nilivyomuua dubu, nitamlalua na yeye, nitamkatakata vipande. Asizimie moyo mtu yoyote, kwa sababu Bwana yuko upande wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Asubuhi ya leo Bwana amenituma kukuambia kwamba usizimie moyo, usife moyo, usikate tamaa. Bwana bado yuko upande wako. Bwana yuko kukushindania vita vyako. Bwana yuko kupambana na maadui zako. Bwana yuko kwa ajili ya kuangamiza maadui zako. Bwana yuko kwa ajili ya kukumbusha kwenda ng'ambo ya ushindi wako. Bwana yuko kwa ajili ya kukupeleka kwenye hatima yako njema. Usizimie moyo. Bwana Yesu asifiwe. Baada sasa ya Daudi kusema hayo maneno kwa mfalme, akamwambia Daudi, basi enenda na Bwana atakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo moja ambalo ninatamani asubuhi ya leo mimi na wewe tujifunze ni kwamba Mungu huwa hamwachi mtu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu huwa yuko kupambana na mtu. Lakini ninatamani tuangalie vitu ambavyo vilimfanya Daudi akatamka haya maneno. Daudi akasema kwamba asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu, kwa ajili ya huyu, kwa ajili ya huyu Goliati, kwa ajili ya huyu Mfilisti ambaye amewatukana kwa muda wote. Asizimie moyo kwa ajili ya huyu. Daudi alionyesha ujasiri wake ni kwa sababu, cha kwanza, Daudi alimwamini Mungu aliye naye kwamba ni Mungu mwenye nguvu na anaweza kuangusha chochote. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alikuwa anamwamini Mungu aliye naye, ya kwamba Mungu niliye naye ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye uweza, ni Mungu mwenye mamlaka, na ana uwezo wa kuangusha chochote. Hakuna anayeweza kusimama mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na akashinda. Kwa hiyo yeye Daudi kilichokuwa kinampa ujasiri wa kumwambia adui ya kwamba mimi nina uwezo wa kukuangusha, pamoja na kwamba unatisha, pamoja na kwamba una uzoefu, pamoja na matukano yako, pamoja na matishio yako, lakini mimi ninaye Mungu ndani yangu. Yuko Mungu ambaye yuko upande wangu, na huyu Mungu kwa sababu yuko ndani yangu ndiye atakayeenda kukuangusha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ujasiri wa Daudi ulitokana na kumwamini Mungu aliye naye. Sijajua wewe kama unamwamini Mungu aliye naye. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unamwamini Mungu aliye naye, kwamba huyu Mungu anaweza kukuvusha kwenye hii biashara, kwenye hii vita ya afya, kwenye hii vita ya ndoa, kwenye hii vita ya uzao. Sijui kama unamwamini Mungu kwa kiwango alichokuwa anamwamini Daudi. Wana wa Israeli walikuwa ni watoto wa Mungu. Lile jeshi lote la Israeli lilikuwa ni taifa
taifa teule la Mungu, walikuwa ni watu ambao walichaguliwa na Mungu, lakini safari hii walishindwa kumwamini Mungu. Ndio maana walikuwa wanajificha, ndio maana walikuwa wanaogopa. Lakini kule kule walipokuwa wanaenda kujificha, walikuwa wanaenda kujificha na Mungu akiwa ndani yao. Kule kule walipokuwa wanaogopa, walikuwa wanaogopa, lakini Mungu alikuwa ndani yao. Lakini yeye Daudi akajua kwamba mimi ninaye Mungu, mimi ninaye Mungu ambaye ana uwezo wa kutuokoa hili taifa. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Inawezekana una mashaka, inawezekana una hofu, inawezekana umekata tamaa kulingana na mazingira jinsi yalivyo, inawezekana yamekukatisha tamaa, lakini ndani yako unaye Mungu ambaye huyu Mungu ana uwezo wa kuangusha chochote. Na huyu Mungu ndio ameniambia kwamba nikukumbushe kwamba yeye yuko upande wako, na kwamba wewe usizimie moyo, kwa sababu yeye yuko upande wako na ataenda kushindana vita yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ujasiri wake, alikuwa na ujasiri wa kutamka chochote, haijalishi mazingira yakoje. Bado vita, bado Goliathi hajaangushwa, lakini yeye anawahakikishia kwamba asizimie moyo mtu yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana bado kuna hasara, inawezekana bado kuna maumivu kwenye mwili, inawezekana bado kuna kushindwa, lakini unachotakiwa kutambua, Mungu niliye naye ndani yako anaweza kunyamazisha mazingira. Mungu niliye naye ndani yako anaweza kutuliza dhoruba. Mungu niliye naye ndani yako anaweza kuangusha maadui. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema asizimie moyo mtu yoyote. Sauli akashtuka, kwa sababu hata Sauli pamoja na ufalme wake, moyo wake ulikuwa umekata tamaa. Hata Sauli pamoja na ufalme wake alikuwa anajua safari hii tunaenda kushinda, lakini kijana mdogo hajawahi hata kuja vitani. Umri wake wa kuja vitani bado anachunga kondoo za baba yake, hajawahi kupigana vita. Leo hii anakuja kutuambia asizimie moyo mtu yoyote, asizimie moyo mtu yoyote. Ni kwa sababu Daudi alikuwa anajua Mungu aliye naye ndani yake ana nguvu. Mungu aliyembeba ana nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliye naye ana uwezo wa kuangusha maadui. Mungu aliye naye atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini aliamini pia kuwa Mungu huwa hamuachi mtu wake hata mara moja. Kilichokuwa kinampa ujasiri kwamba hata hapa nimekuja tu kuwatazama ndugu zangu, sawa, nimeambiwa na baba yangu nije kuwaletea chakula, niende nikamwambie kwamba wanaendeleaje. Lakini pamoja na kwamba mimi huwa nakaa polini, huwa ninaenda na Mungu. Na hata hapa nilipokuja kuwasalimia ndugu zangu, nimekuja pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa alikuwa anajua kabisa Mungu huwa hamuachi mtu. Mungu huwa anatembea na mtu wake kila eneo, na ndivyo ilivyo. Mungu huwa hamuachi mtu. Mungu huwa hamsahau mtu. Mungu huwa yuko upande wa wale waliomchagua. Mungu huwa hawezi kukuacha ukaaibika. Hata kama mazingira yamekuaje, Mungu lazima asimame kujitukuza kuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yeye alikuwa anajua kabisa hapa nilipo nina Mungu, na hata ninapotamka hivi nina Mungu, na hata wakiniambia nikapigane ninaenda na Mungu, na huyo Mungu ndiye atakayenisaidia kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kitu kingine alijua kabisa, kwa sababu Mungu yuko pamoja na mimi, lazima huyu Mfilisti aanguke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu yuko pamoja na mimi, lazima Goliathi aanguke. Leo lazima kutulie. Leo lazima jeshi la Israeli litulie. Leo lazima wawe na amani tena. Kwa hiyo alikuwa na huo uhakika, aliamini hata kama adui anatisha kiasi gani, Mungu wake anatisha zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama adui anatisha kwa kiwango gani, alikuwa anajua Mungu wake anatisha. Habari njema ninayotaka nikwambie asubuhi ya leo, Mungu wako anatisha. Mungu wako anatisha. Mungu wako anatisha. Mungu wako ni jemadari wa vita. Mungu wako ni hodari wa kupigana. Mungu wako hajawahi kushinda vita hata umoja, na yuko upande wako kwa ajili ya kukusaidia. Hii mizimu inayokutisha, hii mizimu inayokutisha, hao wachawi wanaokutisha, haya mapepo yanayokutisha, huyu shetani anayekutisha,
hakutangulia kuwepo kabla ya Mungu. Mungu alitangulia kabla. Anasema hapo mwanzo aliziumba mbingu na nchi. Ina maana yeye ndiye aliyeufanya mwanzo. Yeye alikuwepo kabla ya vitu vyote. Yeye aliumba vitu vyote, lakini yeye hajaumbwa. Kwa hiyo vitu vyote vimekuja kutokea baada ya Mungu kuwepo. Kwa hiyo anajua chanzo cha shetani ni kipi, kwa sababu hata shetani alikuwa malaika, akajaribu kushindana na Mungu wako anayetisha, akatupwa chini. Kwa hiyo malaika zake, mapepo yake, wachawi, mawakala wote hawana nguvu zaidi ya Mungu, kwa sababu baba leo alishaangushwa tangu enzi na enzi. Kwa hiyo Daudi alipokuwa anasema kwamba huyu Goliathi ni wakala wa adui, hawa Wafilisti ni wakala wa adui, hawa watu wanaopambana na mimi ni wakala wa adui, lakini baba yangu alikuwepo kwanza. Yeye ndiye aliyeziumba mbingu na nchi. Yeye ndiye aliyefanya vijito. Yeye ndiye aliyetengeneza milima. Yeye ndiye aliyeweka wanyama wakali. Yeye ndiye aliyefanya chochote. Aidha huyu Goliathi amesimama kwenye ardhi ya baba yangu. Kwa hiyo asizimie moyo mtu yeyote. Goliathi ataanguka. Asizimie moyo mtu yeyote. Wachawi wataanguka. Asizimie mtu yeyote. Mizimu itaachia. Asizimie moyo mtu yeyote. Mapepo yataachia. Asizimie mtu yeyote. Hasara itaachia, kwa sababu tunaye Mungu anayetupigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Daudi alijua siri hii, kwamba Mungu aliyembeba sio Mungu wa kawaida. Mungu aliyembeba anatisha zaidi ya Goliathi. Pamoja na kwamba Goliathi anatisha, pamoja na kwamba Goliathi ana matukano, lakini Mungu aliye ndani yake ana nguvu. Ndio maana alikuwa na ujasiri wa kumwambia asizimie moyo mtu yeyote. Asizimie moyo mtu yeyote. Asubuhi ya leo Bwana amenituma kukuambia wewe ambaye umezimia moyo. Asubuhi ya leo Bwana amenituma kukuambia wewe ambaye umekata tamaa. Asubuhi ya leo Bwana amenituma kukuambia wewe ambaye unalia. Asubuhi ya leo Bwana amenituma kukuambia wewe ambaye uchumi unasumbua. Asubuhi ya leo Bwana amenituma kukutia moyo ya kwamba yeye hajawahi shindwa. Yeye yuko upande wako, na asubuhi ya leo atasimama kama shujaa. Anaenda kupigana vita yako, anaenda kuangusha maadui zako. Usizimie moyo. Bwana Yesu asifiwe. Usizimie moyo. Usizimie moyo. Usizimie moyo, kwa sababu Bwana yuko upande wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na uhakika na Mungu aliye naye. Kuwa na ujasiri na Mungu aliye naye. Mtapita naye popote, mtatoka naye popote. Hana kawaida ya kutelekeza mtu. Utapanda naye milima, utashuka naye. Atakupeleka pale unapotakiwa kupita. Hata kama mizimu ilipambana, ninakuhakikishia ya kwamba itaachia tu, kwa sababu Bwana yuko upande wako. Bwana yuko kukusaidia. Bwana yuko kukutetea. Bwana yuko kukuvusha. Bwana yuko kukomesha mateso. Bwana yuko kukuinua tena. Bwana anataka kurejeshe tumaini. Usizimie moyo. Bwana yuko upande wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Kumbukumbu, ukisoma Kumbukumbu 31, utasoma mstari wa 3, utasoma mstari wa 4, utaruka utaenda mstari wa 6. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno ya Musa. Alikuwa anaongea na wana wa Israeli wakati Musa anafikia mwishoni, anakaribia kufa. Akawa anawaambia kwamba mimi ni mzee, sitavuka kutoka hapa kwenda kwenye ile nchi ambayo Bwana ameniahidi, ametuahidi kwamba tuingie. Bwana Yesu asifiwe. Akawakumbusha watu, akasema hivi, lakini zikumbukeni ishara zile na ajabu alizozitenda Bwana tukiwa kule Misri, yale mapigo ambayo Bwana alikuwa amewapiga wale wa Misri, na akatutoa sisi kwa mkono wake mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata tulipokuwa tukifika njiani, tulikuwa tunakutana na wafalme korofi, akiwepo mfalme Ogu, ameandikwa hapo, akiwepo na wafalme wengine, lakini Bwana aliwapa sisi kuwashinda. Kwa hiyo na mimi ninawaambia kwamba mtakapoingia kwenye ile nchi ambayo Bwana amewaahidia, msiogope wala msiwahofu maadui, kwa sababu kama Bwana alivyowaangusha wafalme waliotangulia nyuma, ndivyo Bwana atakavyowapa kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mtu anisomee mstari wa 6. Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 6.
anawaambia msiwahofu. Neno la Mungu linasema, iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope wala msiwahofu, kwa maana Bwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Anasema iweni hodari na moyo wa ushujaa. Iweni hodari na moyo wa ushujaa. Ili neno Bwana anakuambia wewe uwe hodari na moyo wa ushujaa. Yeye hata kupungukia wala hata kuacha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema msiwahofu. Msiwahofu maadui. Msiwahofu. Msiwahofu maadui. Bwana Yesu asifiwe. Usihofu. Usikuze. Unajua kilichotesa wana wa Israeli ilikuwa ni hofu baada ya kumuona adui. Ilikuwa ni hofu. Ilikuwa ni hofu. Na ili shetani akukamate, ili shetani aweze kuwini, ni lazima akutie hofu. Maadui anaoachilia wanakuja mbele, anawatia hofu. Kichwa kinaweza kikao kinagonga, unahisi unakata roho. Anakutia hofu. Bwana Yesu atusaidie. Biashara inaweza ikawa inayumba, unahisi inaanguka. Anakutia hofu ili ufike mahali useme kweli imeshindikana. Bwana Yesu atusaidie. Anakutia hofu. Ndio maana Musa alijua kabisa ni kweli Bwana amewaidia ushindi, lakini maadui wanaoachiliwa mbele huwa wanatisha. Huwa wanakuja wana nguvu. Huwa wanakuja wanajitapa. Shetani huwa anajitapa. Shetani huwa anatukana. Na matukano yake yanaweza akawa ni maumivu. Matukano yake yanaweza akawa ni hiyo hasara. Matukano yake yanaweza akawa ni kushindwa. Matukano yake yanaweza akawa ni huo udhaifu. Anaendelea kutukana. Mbona ili aoneshe kwamba yeye ana nguvu. Hayo ndiyo matukano. Na hayo matukano ndio aliyowafanya wana wa Israeli wajifiche. Alipokuwa anasema nitafutieni mtu, Biblia inasema anawatukana. Inawezekana alikuwa anawaambia nyie hamjui vita. Anawatukana. Alikuwa anatukana matusi yote ambayo anajua haya yanaweza yakawafanya. Pamoja na kwamba hawa ni watoto wa Mungu, wakasahau kile walichokibeba ndani yao. Wakasahau Mungu aliye nao ndani yao. Wakaogopa, na wakishaogopa Mungu hawezi kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ilibidi Mungu atafute mtu mwingine aje, mtu ambaye ana ujasiri ndani yake. Pamoja na kwamba wanaona vita, wote wako pamoja, lakini Daudi anaona tofauti na wao wanavyoona. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kwamba matukano ni mengi, wao wanasikiliza matukano, lakini Daudi anasema kwamba huyu Mfilisti ni lazima aanguke. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kwamba upepo uko, dhoruba ni kali, lakini wao wanaona kushindwa, ila Daudi anaona kwamba hapa tunatoboa. Mungu uliye naye anaweza kukuvusha popote. Mungu uliye naye ana uwezo wa kupigana popote. Haijalishi adui amejitapa kwa namna gani, lakini habari njema nilionayo asubuhi ya leo ya kwamba hautakiwi kuzimia moyo. Mungu bado yuko upande wako. Mungu bado yuko kukusaidia. Mungu yuko kwa ajili ya kukuvusha. Mungu yuko kwa ajili ya kukuvusha na kukupeleka kwenye hatima njema aliyoikusudia. Haijalishi wanaonekanaje, haijalishi wana misuli kiasi gani, haijalishi wana nguvu kiasi gani, haijalishi wametesa ukoo wako kiasi gani, haijalishi wazee wako wamewatumikia kiasi gani, haijalishi ukoo wako ni wote hawajafanikiwa, lakini habari njema nilionayo asubuhi ya leo kwako wewe mtu wa Mungu uliyekaa hapa, Mungu anakuamini. Mungu aliyeko ndani yako ana uwezo wa kukusaidia. Anasema kwamba usizimie moyo. Yeye yuko tayari kukusaidia. Usizimie moyo. Pamoja na kwamba inawezekana unaona mtaji unaisha, lakini habari njema ni kwamba huyu ndiye Mungu aliyevifanya vitu vyote. Fedha na dhahabu
asifiwe. Bwana Yesu atusaidie. Wakati Daudi anafyatuka kwenda kwenye uwanja wa vita, Goliathi anamwangalia Daudi, anasema safari hii wana wa Israeli mmeamua kunitukana. Safari hii wana wa Israeli mmeamua kunitukana, kuniletea kijana mdogo kuja kupambana na mimi. Kwani katika jeshi lote mmekosa mashujaa, mmekosa watu wenye misuli, mnaniletea huyu kijana. Hakujua ya kwamba Daudi hakuwa peke yake, hakujua ya kwamba Daudi hakuwa peke yake. Daudi alikuwa na Bwana wa mabwana. Daudi alikuwa amembeba Mungu mwenye nguvu. Daudi alikuwa amembeba amiri jeshi mkuu. Daudi alikuwa amembeba shujaa wa vita. Daudi alikuwa amembeba hodari wa kupigana. Daudi hakuwa peke yake. Daudi anakuja na mawe yake. Daudi ameokota mawe yake. Goliathi anashangaa, kwani leo mimi nikaangushwa na mawe? Kwani leo mimi nikapigwa na mawe? Kwani huyu kijana ananitukana namna hii ya kwamba anakuja na mawe? Ukiangalia giant limejifunika, limevaa vyuma vinavyoweza kuzuia silaha, alafu aliyebeba silaha amebeba mawe kwenye mkono wake, anakuja kupambana na Goliathi. Goliathi alikuwa na mwana Daudi ni kijana wa kawaida, kama vile mizimu inayokuona kwamba wewe ni mtu wa kawaida. Wachawi wanakuona kwamba wewe ni mtu wa kawaida, wanakuona kwamba ni mtu wa kawaida, lakini wewe sio mtu wa kawaida kwa sababu umembeba Bwana. Wewe sio mtu wa kawaida, una Bwana ndani yako, hodari wa kupigana, hodari wa kupigana. Daudi ameshika jiwe, Daudi ameshika jiwe, anamsogelea Goliathi, anamsogelea Goliathi, anamsogelea Goliathi, anamsogelea Goliathi, anamsogelea Goliathi, anamwambia Goliathi, mimi ninakutia kwa jina la Bwana wa majeshi, kama asubuhi ya leo tutakavyowaambia, tunawatia kwa jina la Bwana wa majeshi, 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 tunawatia kwa jina la Bwana wa majeshi. Hakuna anayeweza kupigana na Bwana wa majeshi, hakuna anayeweza kushindana na Bwana wa majeshi, hakuna anayeweza kufight na Bwana wa majeshi. Kama yuko hodari ainuke na asimame tumuone. Hakuna anayeweza kushindana na mfalme wa wafalme. Kama yuko atokeza tumuone. Goliathi pamoja na ujanja wake, Goliathi pamoja na vyuma alivyovivaa, Goliathi pamoja na mishale aliyoishika, Goliathi pamoja na hodari wake wa vita, aliangushwa kwa jiwe moja, aliangushwa kwa jiwe moja, aliangushwa kwa jiwe moja. Na ndivyo itakavyokuwa asubuhi ya leo. Adui pamoja na majeshi yake, adui pamoja na ukubwa wa vita yake, adui pamoja na kutisha kwake, lakini anaangushwa kwa jina la Bwana wa majeshi, ataangushwa na jina la Bwana wa majeshi. Tunaye Mungu wa kuaminiwa, tunaye Mungu wa kutumainiwa, tunaye Mungu anayeweza kufanya mambo yote. Asizimie moyo, asizimie moyo mtu yoyote, asizimie moyo mtu yoyote. Uliye naye ni mkubwa, uliye naye ana nguvu. Ukisoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 4b, anasema kwa sababu aliye ndani yenu ni mkubwa kuliko aliye katika dunia hii. Aliye ndani yako ni mkubwa kuliko aliye katika dunia hii. Anaishi ndani yako, yeye hana mwisho, wala mwanzo wake haujulikani, wala mwisho wake haujulikani. Anasema vitu vyote vitapita, ila yeye anabaki. Yeye ni wa kudumu, yeye ni wa kuaminiwa, yeye ni Alfa na Omega, yeye ni mwanzo na mwisho, yeye ni mzee wa siku, yeye ni amiri jeshi mkuu, yeye ni Bwana wa mabwana, yeye ni hodari wa kupigana, yeye ni kamanda wetu. Tumembeba, tumembeba
waliosababisha hasara wanashughulikiwa, waliosababisha maumivu wanashughulikiwa, kwa sababu yeye ni kamanda wa vita, ni hodari wa kupigana. Bwana Yesu asifiwe. Goliathi akaangushwa kwa jiwe moja. Ilikuwa ni ajabu. Goliathi hodari wa vita, Goliathi mwenye uzoefu wa kupigana, Goliathi ambaye amepambana miaka yote, Goliathi ambaye ameshika miaka yote, leo hii yalikuwa ni matusi kwa Wafilisti, kwamba kakijana kadogo ambapo hakajawahi kupigana vita. Bwana Yesu asifiwe. Kakijana kadogo ambapo hakajawahi kuingia uwanjani, leo hii ni ajabu. Na hisi kama kulikuwa kuna waandishi wa habari, na hisi kama kulikuwa kuna wale wanaochukua clip, na hisi kama kuna wale waliokuwa wanachukua video matukio yakiendelea, walikuwa wanashangaa, wakasema hichi ni kituko ambacho hakijawahi kutokea. Kijana ambaye hajawahi kuingia vitani, leo hii amemwangusha shujaa wa vita, leo hii amemwangusha Goliathi, leo hii amemwangusha Goliathi, ameangushwa kwa kijana anayeshinda msituni, kijana ambaye umri wake ulikuwa bado kuja vitani, kwa sababu vijana wote umri uliokuwa umefika kuingia vitani walikuwa vitani kupigana. Kwa hiyo Daudi umri wake ulikuwa chini ya kiwango, ndio maana alikuwa msituni kuchunga kondoo za baba yake. Lakini huyo Daudi ambaye hawakumzania kama wewe ambavyo hawakuzanii, ndio unaenda kuleta mabadiliko, unaenda kuleta mabadiliko kwa sababu ya Bwana uliyembeba. Unaenda kuleta mabadiliko asubuhi ya leo kwa sababu ya Bwana uliyembeba. Imani yako kwa Mungu isife, moyo wako kwa Mungu usife. Usikate tamaa mtu wangu, usikate tamaa mpendwa wangu, usikate tamaa. Yuko Mungu ambaye anakuazia mema, yuko Mungu ambaye yuko ndani yako, na asubuhi ya leo yuko tayari kukomesha hiyo vita. Wakati jana namuuliza Mungu, nitasema nini na watu wako? Akaniambia kwamba utawaambia wasizimie moyo, wasizimie moyo. Bwana Yesu asifiwe. Wasizimie moyo, usizimie moyo, usizimie moyo, usizimie moyo. Mwambie ndugu yako usizimie moyo. Mwambie kama ni ndoa umeshaipata, kama ni biashara itainuka, itazaa zaidi, kama ni uzao wako una uzao mwingi, na watoto wako wataitwa heri. Wewe ni mshindi na zaidi ya kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usizimie moyo. Bwana yuko kwa ajili ya kutusaidia. Usizimie moyo. Yuko Mungu anayeweza kubadilisha historia za watu. Usizimie moyo. Usizimie moyo. Kuna siku moja nikawa nasikia kuongea tu na mtu. Yaani toka siku nimeamka nasikia ndani yangu, hebu mfuate fulani ukaongee naye. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikawa nimeenda nikamwambia vipi? Akaniambia nimekata tamaa. Hivi unapoona maisha yangu haya, mimi nitainukia kutokea wapi? Bwana Yesu asifiwe. Nitainukia kutokea wapi? Nikasema sijajileta. Bwana Yesu asifiwe. Nimetumwa na Mungu. Bwana amenishurutisha nije kuongea na wewe. Mungu anakuazia mema. Akasema mimi nimekata tamaa. Nikakwambia wewe Mungu anakuazia mema. Akasema kipato changu ni hiki. Ni kweli kipato ni kidogo watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukikiangalia kwa macho ya kawaida ni kipato kidogo. Ukikiangalia anasema umri wangu umeenda. Umri wangu ni tofauti na matokeo nilionayo. Umri wangu ni tofauti na vile ninavyopambana. Mimi nimekata tamaa. Sioni faida ya kuisha. Hivi huyu Mungu ambaye nimeanza kumwabudu kwa hii miaka 2, mbona ninaona kama na yeye amenyamaza kimya? Nikamwambia habari njema. Mimi ninayo habari njema. Mungu anaweza kumuinua mtu kutoka unyonge, kutoka mavumbini kwenda juu. Mkumbuke
Esther. Esther alikuwa ni mtoto ambaye ni yatima, lakini leo kalala yatima, kesho kaamka mke wa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kubadilisha mazingira. Mungu anaweza kubadilisha mazingira. Mungu anaweza kukusaidia tena. Ninaongea naye, machozi yanamiminika kwenye macho yake. Nikamwambia Mungu anaweza kukusaidia. Nikamwambia sasa safari hii mimi na wewe naomba tutaingia maombi. Mimi na wewe tutaingia maombi, na hii vita tutapigana. Tuhakikishe mpaka imekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia mimi ninachoamini Mungu atakuvusha. Mungu atakuvusha. Akasema nimejisikia kutiwa moyo. Tukawa tumefungua tukawa tunamsikiliza mtumishi wa Mungu, tukafungua tukaanza kumsikiliza mtumishi wa Mungu kwenye mtandao. Akawa anahubiri. Tukawa tunasikiliza, akasema kama amesema na mimi. Nikamwambia, akasema leo hii naanza. Nikamwambia na leo hii ndio Bwana aliyoikusudia tuanze. Bwana Yesu asifiwe. Tukaanza safari. Wiki ya kwanza haikuonesha matokeo, wiki ya pili haikuonesha matokeo, wiki ya tatu haikuonesha matokeo. Ukapita kama mwezi mzima katikati yake. Bwana Yesu asifiwe. Siku hiyo akasema mama, nimeitwa na watu fulani. Nilipoitwa na watu fulani, wameniambia habari fulani. Hivi habari inaweza ikawezekana? Nikasema tuishikilie. Bwana Yesu asifiwe. Tuishikilie kwenye maombi. Tuanze kushikilia kile Bwana alichokiachilia. Kwa nini wamekuona wewe peke yako? Ina maana ni Mungu amewafanya wakuone wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi cha kwanza kimepita, akasema nimepata viform gani sijui, akapata pesa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akafungua mlango mwingine. Siku nikaenda nikamwambia Mungu ameniambia wazo jingine, anzisha biashara nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Hii ulionayo iwepo, anzisha na nyingine. Kuna nyingine ambayo Bwana anataka kukupatia. Akaanzisha ile biashara. Akaja akaniambia mama, wateja wanaonekana wanakuja kwa kusuasua. Nikasema ni habari ambayo nimeipata kutoka kwa Mungu. Hiyo biashara itaenda. Mwanzo wateja hawajui kama kulikuwa kuna hicho kitu. Juzi ananipigia simu anasema mama, kasi ya wateja imeongezeka. Kumbe huyu Bwana anaweza kuinua watu wake. Ninaona Mungu anaeleza Mungu, mama mimi Mungu ndo kanipa na hiki. Ndio namiliki na hiki. Ndio nashika na hiki. Ndio nashika na hiki. Nikaambia unakumbuka siku ile wakati unaniambia hauelewi Mungu atakuinulia upande gani. Biblia inasema njia zenu sio kama njia zangu. Mawazo yenu sio mawazo yangu. Njia zangu mimi siko juu sana. Alikuwa amekata tamaa, lakini Mungu alikuwa na mpango mzuri na maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ikipiga simu namtania tu, sielewi maisha yangu yatainukaje. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Naambia tu ndugu yangu, sielewi nitainukia kutokea wapi. Nikamwambia wakikukataa kushoto, Mungu anakuinulia kulia. Wakiziba chini, Mungu atakupandisha juu. Mungu anaweza kufanya chochote. Watu wa Mungu, hebu tumwamini Mungu wetu. Ujasiri wetu ni Mungu tuliyembeba. Katika dunia hii Mungu atatusaidia. Asubuhi ya leo Mungu ameniambia tu nikwambie usizimie moyo. Mungu yupo kazini. Mungu yupo kazini na asubuhi ya leo anaenda kupigana. Naomba usimame mtu wa Mungu hapo ulipo. Naomba mtaniwekea wimbo Jemedari wa Vita, hakuna kama wewe.